naitwa Tosifu Bojani, diwani wa kata ya Kisutu. Leo tumshukuru Mwenyezi Mungu, tumefanyikiwa kufanya kikao na wananchi, tuwe nao karibu kwa sababu wao wametuchagua kwenye uchaguzi uliopita. Ndio kazi tulioomba na tumetekeleza hiyo kazi. Kuna kero nyingi, lazima tuwe na karibu na wananchi, tumsikilize kero zao. Kero ambayo inahusika na kisima, ambayo Mheshimiwa Zungu diwani viti maalum na mimi diwani mwenyewe tumetatua hapa. Kero zingine za kuzoa takataka pia inatatuliwa, kero zingine za parking. Hii ndo hatua ya kwanza, kikao cha kwanza tumefanya baada ya uchaguzi, na tutaendelea kukua karibu na wananchi zaidi, na tutaendelea kufanya kikao kila mara ili tutatue kero za wananchi. Kwa kazi hii wananchi ndio walitochagua, na tuko tayari kujitumika kwa ajili ya kazi ya wananchi. Nipo tayari kutekeleza majibu wangu na niko tayari kutatua kero zote za kata hii. Mkaguzi wa polisi Festus, ni polisi kata ya Kisutu, na ndio na mwakilishi wa jeshi la polisi kwenye eneo hili. Moja ya majukumu yangu ni kuhakikisha masuala ya ulinzi na usalama yanakwenda vizuri katika maeneo haya, lakini kama nilivyotoka kusema kwenye mkutano wa wananchi na mheshimiwa diwani kwamba sasa hivi ndani ya jeshi la polisi kuna kamisheni imeanzishwa ambayo inaitwa polisi jamii. Moja ya matunda yake ni kuleta wakaguzi au maafisa wa polisi wenye cheo wenye nyota moja au mwenye nyota mbili kama mimi. Lengo ni kutoa elimu kwenye jamii kwenye masuala ya usalama na ulinzi, ambacho tunasisitiza zaidi watu kulindana, watu waweze kulindana wao kwa wao, lakini pia kulinda mali ya mtu na mali ya kwake mwenyewe. Ushahidi mzuri, hata Mheshimiwa Rais juzi akiwa anafunga mafunzo ya maofisa bado ametoa msisitizo mkubwa kwenye jeshi la polisi kwamba lazima elimu itolewe kuhakikisha wananchi wanajilinda wenyewe, lakini pia kuhakikisha nchi yetu inakuwa salama salimini. Kwa hiyo hizi kero ambazo zimejitokeza hapa, sisi kama polisi tunazichukua na kwenda kutufanyia kazi, kwa sababu tumekuwa na programu mbalimbali za kufanya doria na misako maeneo mbalimbali, lakini pia kubwa zaidi ni ushirikishwaji kwa wananchi wa jinsi ya utoaji wa elimu, kwamba wanapokuwa kwa matukio ya uhalifu na wahalifu wasiache kutoa taarifa kwetu, lakini pia taarifa kwa wadau wengine wa masuala ya ulinzi na usalama. Kwa majina naitwa Bryson Kisima, ni mhandisi kutoka DAWASA. Katika mwaka wa fedha huu ambao unaoisha, DAWASA imejaribu kufanya maboresho mbinu ya maji kuhakikisha wateja wake wote wanaweza kupata huduma maji safi na kuondoa kero za maji taka. Kwa hiyo kuna miradi mingi ambayo inaendelea na ambayo itaendelea, na kuna mradi mwingine ambao utaendelea kwa kubadilisha bomba mtaa wa Libya, ili hii yote ni kwa ajili ya kuhakikisha mtaa wote wa Kisutu unapata maji kwa pressure nzuri na kwa muda wote wa siku nzima, sio sasa hivi ambayo kuna muda maji yanatoka, muda mwingine maji yanatoka. Kwa hiyo ili tatizo hili tumelipokea na nikuhakikishie kwamba tunafanya juhudi zote usiku na mchana kuhakikisha wateja wote wa mtaa wa Kisutu wanapata maji. Naitwa Rizwan Mamdani, niko hapa mtaa wa Kisutu hapa wa maji. Kero yangu ni sungusungu huwaoni usiku, kama ukiona unamwona mara moja tu, siku 6 humuoni. Wao wanatembea mara moja tu wanapotea. Ya kwanza hiyo. Ya pili ni DAWASCO maji hamna, lakini kukusanya koda wako mbele. Ukiuliza miundombinu hii na kashirini, nasikia miundombinu ni gani hiyo? Kwa hiyo kama bomba ya kubadilisha badilisheni. Sawa. Ya tatu, barabara za mashimo hizi hapo utazikuta mashimo mengi hapa mtaa huu. Wakiona hawa jamaa wakiona mvua inakaribia, wanaanza kutengeneza kuweka nini kidogo vipusi tu, mvua inyeshe ili wapate tena posho nyingine warudi tena. Kwa nini msiweke simenti kama hiyo barabara tulipokaa sisi hapa kuna simenti? Naitwa Ibrahim Pongwa, naishi
Kisutu hapa jengo la posta hili hapa ambalo liko pembeni hapa. Hapa sisi tuna changamoto kubwa ambayo ni changamoto ya wizi wa vifaa vya udokozi vidogo vidogo. Mimi nimewakilisha wenzangu ambao tuna hili janga. Hata hiyo gari hapo iliyokuwa pembeni yako, nafikiri jana usiku wameifanyia udokozi. Sasa kumekuwa na hii changamoto kwa muda ambao sio mara moja mara mbili, tatizo linajirudia sana. Ni changamoto ambayo ipo hapa ambayo bado kero yake ni kubwa. Kwa nafikiri na maeneo mengine yote, lakini pia hii katika eneo letu ni moja ya maeneo ambayo pia wanafanya sana huo udokozi. Kwa majina naitwa Pendo Michael Mtiti, ni mamalishe hapa Kisutu. Mheshimiwa, tunaomba usikie kero zetu za mamalishe hapo ndani. Kero ya kwanza, eneo la takataka. Kero ya pili, sakafu sokoni. Kero ya tatu, kisima cha maji. Tunaomba kama itawezekana, kwa sababu maji ya bombani saa zingine yanakatika, tunahangaika sana mitaani. Kero ya nne, mfumo wa maji taka. Kero ya tano, watu wayuzi wakinywa pombe, wanavuta bangi, inakuwa kero kwa wateja. Wengine wanakunywa pombe mpaka saa zingine wanatapika mbele ya wateja, wateja wanalalamika sana. Kero ya tano, tunaomba Mheshimiwa, hapo bati linavuja sana kipindi cha mvua, tunapata shida. Yani mvua ikinyesha kunakuwa kama tupo nje, tope, hata mteja kuingia ndani inakuwa ni kero.